إذا كان القتال مباح. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. hiki kipengele kinahusiana na swala ya hofu. Swala ya hofu. Qala tasihhu salatu al-khawf safara wala ta'thira lil-khawf fi تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن يومئون طاقتهم. وكذا في حالة الحرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوات رفقة الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ضب عن ذلك أو عن نفس غيره. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى. والمصل قر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. قال تصح صلاة الخوف. فيه صلاة الخوف، فيه صلاة الخوف، صلاة يتكان خفية إذا كان القتال مباحا، يتكاب قوة مبيان يا حلال، يتكاب قوة مبيان يا حلال لأنها رخصة، سبب صلاة الخوف لرخصة فلا تستباح بالقتال المحرم، فلا تستباح بالقتال المحرم في صالح حاليش ومبيان حرام حضرا وسفرا. tena hii swala ya hofu inaswaliwa kwenye makazi na safari, kwenye makazi na safari. لأن المبيح الخوف لا السفر، لأن المبيح الخوف، kwa sababu kinachohalalisha ni خوف لا safar na sio safari. ثم قال ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، na hakuna kuathiri hofu katika kubadilisha idadi ya raka za swala. Yani hofu haiathiri chochote kile katika idadi ya raka za swala. Yani maana hofu haiwafanyi watu wapunguze swala, hata makusudio yake. Ile hofu haiathiri kwenye kupunguza idadi ya raka za swala. Maana ni kama mapigano, watu wanapigana kwenye mji wao, wataswali salatul khawf ma'a itmam, pamoja na kutimiza, hawatakuwa ni wenye kupunguza. Ama wakiwa wako safarini, salat wataswali salatul khawf ma'a qasr, pamoja na kupunguza. Bal fi sifatiha, yani bal lahu ta'thirun fi sifat الصلاة، بل له تأثير في صفة الصلاة، بل الخوف inaathiri katika sifa ya swala, inaathiri katika sifa ya swala wa baadhi shurutiha, na baadhi ya masharti yake. صفاتها من حيث إسقاط الركوع والسجود، صفاتها من حيث إسقاط الركوع والسجود، kwenye upande wa sifa ni kwa kuangusha rukuu na sujud. Unapokuwa katika mapigano, yale mapigano ya kishtaddi, خلاص hakutokuwa na ulazima wa wao kurukuu na kusujudu. Kadhalika wa isqat baadhi shurut, wa isqat baadhi shurut, na kuangusha baadhi ya masharti, katawajjuh alqibla, kama vile kuelekea kibla, kama vile kuelekea kibla. Wayajuzu an yusalli rakiban, na inajuzu kuswali hali ya kuwa amepanda kipando, na juzu kuswali swala ya hofu hali ya kuwa amepanda kipando, wa nahu dhalika, na mfano hayo kama tukavyoeleza hofu.
Qala wa idha ishtadda al-khawf, na itakapo ishtadda khawf, yani khawf itakapo kuwa kubwa, bi an tawasala at-ta'nu wad-darb, bi an tawasala at-ta'nu wad-darb, kwa kuunganika kule kuchomana kwa mikuki na mishale, wad-darb, na kupigana kwa mapanga. Hiyo hali itakapo ishtaddi, sallu idha hadarat as-salah wujuban, wataswali swala wakati wake utakapokuwa umeingia tena kwa wajibu, rijalan wa rukbanan, hali ya kuwa anatembea kwa miguu au hali ya kuwa mpanda vipanda. Rijala na sio wanaume, bali alikuwa anatembea kwa miguu. Mtu mmoja kafasiri ile ya atoka rijala, sema watakujia wanaume. Ni vipi yani watakujia wanaume? Atoka rijala na watakujia wanaume vipi? Ingekuwa wanaume ilikuwa ya rijala na sio rijala. Kwa rijala ni kwa hali ya kutembea kwa miguu, warukbanan, na hali ya kuwa mpanda vipanda. Yani kuna wakati mtu kufasiri Qur'an au kufasiri maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au maneno ya maulama, kwa mtu kuegemea lugha ya Kiarabu peke yake ni tatizo kubwa sana. Ni tatizo kubwa, na hatari yake ni kubwa. Ndio maana huwa tunashauriana na kunasikiana kwamba wewe unapokusudia kusomesha kitabu fulani, kisome basi kwa shekhe amna audio leo ziko za Kiswahili na Kiarabu. Yani fadha kusomesha mtu ahkam, sauti zimejaa za Kiswahili, na sikiliza kwanza halafu kasomesha. Na siku kwa umezongwa hujapata muda kusikiliza, yalisha darasa tu, hakuna shida. Kwa nini? Kwa sababu usipofanya hivyo unaweza kwenda kuwadanganya watu. Yani shida iko kwenye kudanganya watu, shida iko hapo. Kwa hiyo mtu kutegemea lugha yake ya Kiarabu aliyokuwa nayo na udhaifu ambao sisi tuko nao, alafu anashika kitabu tunaenda kusomesha, hatari yake ni kubwa. Allahumma atakapokuwa ni mjuzi wa fani fulani, ni kama mtu ni mjuzi wa masuala ya hadithi, khalas anaweza kuchukua matini yoyote akafanya taarifa akaenda kusomesha. Lakini si kwa watu ambao misawa yao iko chini. Hawa tunashauri wasisomeshe kitabu isipokuwa baada ya kusikiliza sauti za shekhi, yani kwa ajili ya salama kwa kiasi, ingie katika makosa ya kupata madhambi kwa kuwasomesha watu kitu ambacho sicho, lakini salama kwa wanayemsikiliza kwa kutokuwapa ufahamu usiokuwa sahihi. Kwa hiyo wataswali hali ya kuwa anatembea kwa miguu na hali ya kuwa anapanda vipando, lilqiblati wa ghairiha, hali ya kuwa ameelekea kibla au ameelekea upande mwingine usiokuwa kibla. قال ابن عمر, amesema Abdullah ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma, فإذا كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا. فإذا كان الخوف أشد من ذلك, خوف itakapokuwa kubwa zaidi ya hapo, صلوا رجالا, wataswali hali ya kuwa anatembea kwa miguu,
qiyaman ala aqdamihim, hali yakuwa wamesimama kwa miguu yao, wa rukbanan, na hali yakuwa wamepanda vipando. Mustakbiri alqibla wa ghairi mustakbiriha, mustakbiri alqibla, hali yakuwa wameelekea kibla, wa ghairi mustakbiriha, na hali yakuwa hawajaelekea kibla. Qala na amesema Nafi, la ara ibn Umar qala dhalika illa an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. La ara, sioni ibn Umar, huwa ibn Umar, qala dhalika, amesema hayo, illa an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu ni katika vitu ambavyo havisawiriki kuwa yeye amejitahidi. Thumma qala wala yalzam musalliyan idhan, wala yalzam musalliyan idhan, kwa hiyo haitomlazimu mwenye kuswali wakati huo, haitomlazimu mwenye kuswali wakati huo iftitahuha ilaiha, ila alqibla, kuianza swala hali yakuwa ameelekea kibla. Kama khauf imeshtad, haitomlazimu mwenye kuswali kuianza swala hali yakuwa ameelekea kibla, haitakuwa lazima. Walau amkana, hata kama litawezekana hilo, kama litawezekana hilo. Kwa hiyo akarudi tena, rijalan wa rukbanan, sallu rijalan wa rukbanan yumiuna, watakuwa ni wenye kuashiria hiyo swala yao watakapokuwa na swali, biruku'in wa sujudi, biruku'in wa sujudi, rukuu na sijda, watakuwa wanaashiria rukuu na sijda, taqatahum, kadri ya vile watakapokuwa wanaweza, kadri ya vile watakapokuwa wanaweza. Wasujudu akhfaf min ar-ruku', wasujudu akhfaf min ar-ruku', na sijda iwe ni dipu zaidi kuliko rukuu, kwa ajili ya kupatikana tamyiz kama nilivyotangulia kueleza. Wakadha, yani wakadha kashiddatil khawf, wakadha kashiddatil khawf, na hivyo hivyo hukumu yake ni kama hukumu inapokuwa imeshtaddi khawf katika mapigano pamoja na wasiokuwa Waislamu, fi halati al-harbi, katika hali ya kukimbia, min aduwin, kumkimbia adui. Hukumu ndio hiyo katika hali ya kumkimbia adui, haraban mubahan, tena ukimbiaji wa halali. Hukumu ndio hiyo katika hali ya kumkimbia adui, kimbiaji wa halali, au saili, au ardu saili, au kukimbia mafuriko. Hukumu ndio hiyo ikiwa kumetokea mafuriko, watu wakao wanayakimbia, wataswali hali yakuwa anatembea kwa miguu huku anakimbia, au hali yakuwa mpanda vipando, au nari, au kukimbia moto, au nari, au kukimbia moto, au gharimin dhalimin, au mdai ambaye ni mwenye dhulma, au gharimin dhalimin, au mdai mwenye dhulma, mdai mwenye dhulma. Mfano, muda wa kulipa hujafika lakini anataka tu amlipe, au kulipa hana lakini tunataka amshike amfunge. Mdai wasambulizana anakuwa bali. Ndio maana kama mtu amekopesha mtu mwingine na leo kukopesha hana kitu, fanadharatun ila maisar, inabidi asubirie mpaka wakati atakapokuwa na uwezo, na kumfunga mtu ambaye anayedaiwa hii ni dhulma. Unamfunga ili wewe, bali kama ana mali afanyiwa hajru katika mali yake, lakini si kumfunga. Afanyiwa hajru katika mali yake lakini sio kumfunga. Yani labda mali anayo na wakati wa kulipa umefika, alafu akawa hataki kulipa, masala mengine. Au khawfu fawati waqti al-wuquf bi Arafa, au khawfu fawati waqti al-wuquf bi Arafa, au
kuogopea kupitwa na wakati wa kusimama Arafa. Yani kama mtu anaswali swala kwenye wakati wake na kwa masharti yake na nguzo zake, inaweza ikawa sababu ya wakati wa kusimama Arafa kumpita. Kwa hapa alisema au khawfi fawati waqti alwuquf bi Arafa in salla amina, in salla amina, ikiwa ataswali kama vile mtu mwenye amani. Fayusalli bil iman, ataswali kwa kuashiria. Fayusalli bil iman, ataswali kwa kuashiria. Mashiyan, hali ya kuwa anatembea. Swali kwa kuashiria hali ya kuwa anatembea. Hirsan ala idrak al-hajj, hirsan ala idrak al-hajj, kwa hali kukupia kuidiriki haji, kwa sababu kusimama Arafa ukishampita na haji yenyewe imeshampita. Au khafa ala nafsihi, au akawa ni mwenye kuogopea nafsi yake, kaogopea nafsi yake. In salla salata al-aminin, ikiwa ataswali swala ya watu wenye amani, ikiwa ataswali swala ya watu wenye amani, anaogopea nafsi yake au ahlihi, au anaogopea mkewe, au anaogopea mkewe, au mali, au anaogopea mali yake, au dhabba an dhalika, au akawa na hamu vitu hivi, kuhamu kulinda. Au dhabba ay dafa an dhalika, yani an nafsi wa ahli wa mali. Wa an nafsi ghairi, au akawa ni mwenye kuilinda nafsi mwingine, au mali ghairihi, au mali mwingine. Hukumu yake kwenye kuswali swala yake ni kama vile mtu anapokuwa anaswali swala ya al-khawfu. ثم قال وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف. Na ikiwa atamwogopea adui, wa in khafa aduwa, na ikiwa atamwogopea adui, in takhallafa an rufqati, ikiwa ataachana msafara wake, ikiwa ataachana msafara wake, yani kama atawacha msafara wake akaswali, itakuwa ni sababu ya adui kumpata, akaswali swala ya hofu. Ikiwa anaogopea kuacha na msafara wake, fasalla salata khaif, akaswali swala ya mtu mwenye hofu. Thumma bana amru tariq, kisha ikabainika kwamba njia ina amani. Yani anachokusudia kusema nini? Anachokusudia kusema kwamba mtu yuko na msafara, kisha ule msafara ukamwacha, yakawa yuko nyuma. Kwa kule kwa kwake nyuma, akapatwa na hofu na wakati wa swala ukaingia, akapatwa na hofu na wakati wa swala ukaingia, akaswali swala ya al-khaif, swala ya mwenye hofu, au akaswali swala ya hofu. Thumma bana amru tariq, kisha baadaye kukabainika kwamba njia ina amani, hakuna adui, hakuna chini, hakuna chini, lakini tayari ameswali swala ya al-khaif. Lam yu'id haturudia hiyo swala, lam yu'id as-salata, haturudia swala, liannahu fa'ala ma yajuzu fi'lu, kwa sababu hilo amefanya kile ambacho kinajuzu yeye kufanya. Thumma qala wa man khafa fi salati au amina fi salati, au akawa na amani katika swala yake. Alikuwa na swala ya hofu akapata amani, na huku alikuwa anaswali swala ya amani akapata na hofu. Kwa sura ya kwanza alikuwa anaswali swala ya amani akapata na hofu, sura ya pili alikuwa anaswali swala ya hofu akapata amani. Intaqala
intakala ila salati al-khaif fi as-surati al-ula wa ila salati al-amin fi as-surati ath-thaniya. Intakala ila salati al-khaif fi as-surati al-ula, atahamia katika swala ya hofu kwenye sura ya kwanza, wa salati al-amin fi surati athaniya, na atahamia katika swala ya mwenye amani katika sura ya pili. Wa bana, na ataendelea ala ma madha min salati, katika kile ambacho kimepita katika swala yake, ataendelea na kile ambacho kimepita katika swala yake, ataendeleza hata anza tena upya. Thumma qala wal musallin fi khawfin karrun wa farrun limaslaha, na inajuz na ni halali limusallin, kumwenye kuswali ay salat khawfin, swala ya khawf, au fi khawfin, au katika khawfu, karrun, kushambulia, karrun ala al-adu, kumshambulia adui, inajuz wakati na swali kumshambulia adui, wa farrun min al-adu, na kumkimbia adui. Kwa hiyo inajuzu kumshambulia adui na kumkimbia adui, karrun wa farrun, kushambulia na kukimbia, limaslahatin, kwa ajili ya maslaha, limaslahatin, kwa ajili ya maslahi. Wala tabtulu bituli, wala tabtulu ay as-salat, na wala haibatiliki swala bituli, yani bituli al-karri wal farri, kwa kurefuka kushambulia na kukimbia. Swala haibatiliki kurefuka kushambulia na kukimbia. Thumma qala wajaza al-hajati, na inajuzu kwa ajili ya haja, kadifa'in an nafsin, kama vile mtu kuihami nafsi yake, inajuzu kwa ajili ya haja, kadifa'in an nafsin, kama vile kuihami nafsi yake, hamlu najisin, kubeba najisi, yani hamlu najisin, yani hamlu silahin najis, hamlu silahin najisin, kubeba silaha ambayo ina najisi, mfano damu na mfano wa vitu sampuli kama hiyo. Wala yu'idu, na wala haturudia hiyo swala.